Bwana, ni ngumu sana klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuwauzia mchezaji Young Africans, lakini pia ni ngumu kwa Young Africans kuwauzia mchezaji klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini rahisi sana mchezaji akimalizana na Simba kwenda Young Africans, ama akimalizana Young Africans kwenda katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine labda unajiuliza kitu gani ambacho kimefanya nianze hivyo. Ni kwa sababu yupo mchezaji huenda muda na wakati wowote kama kile ambacho kinazungumzwa kinaenda kutokea, basi akatoka Simba akaenda Young Africans. Je, ni mchezaji gani, anacheza nafasi gani, na ataenda kuongeza nini katika kikosi cha Young Africans? Kwanza subscribe Off Pitch TV, lakini asante kwa Bati Quality, mabingwa kutengeneza na kuzalisha bati za aina zote. Zipo bati za mgongo mpana, zipo bati za mgongo mwembamba, zipo zile za mfano vigae, pamoja na zile za matilio ya chenga. Ukiagiza mabati na Bati Quality, ni sumali na usafiri kwao ni bure kabisa. Sasa twende moja kwa moja nikujuze taarifa ambayo nataka nikujuze kwa wakati huu, ambayo inahusu klabu ya Simba, lakini pia kwa namna moja ama nyingine inahusu klabu ya Young Africans na wapenzi wa soka kwa ujumla. Kutokana na kiwango bora alichokionyesha Djigui Diarra, screen protector goalkeeper wa Young Africans katika michuano ya AFCON, zipo taarifa na tetesi mbalimbali zikieleza kwamba zipo timu nyingi zikimhitaji Djigui Diarra, na Young Africans ni timu ambayo imeridhika na kile ambacho alikifanya Djigui Diarra na ipo tayari kwa lolote lile. Sasa baada ya taarifa hizo kuvuma, ipo taarifa ambayo inamhusu kipa wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana Musa Pinpin Kamara ameibua mjadala mpana miongoni mwa wadau wa soka kufuatia tetesi za kuondolewa kwenye mfumo wa timu kutokana na majeraha aliyokuwa nayo. Ingawa sababu hiyo ina mashiko ya kitaalamu, lakini hali ya Kamara imeanza kuchochea hofu kwamba huenda klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wasimrudishe tena kutokana na kiwango ambacho amekionyesha golikipa mpya Kasali. Tumeona mechi moja ameingia kwenye kikosi cha wiki cha michuano ya CAF Champions League. Katika mazingira haya kuna uwezekano mkubwa wa klabu ya Young Africans kuingilia kati na kumchukua mchezaji huyo, hasa ikizingatiwa kiwango bora alichokuwa akikionyesha kabla ya kuumia. Kamara ni aina ya kipa anayetoa ujasiri kwa safu ya ulinzi, ana uwezo wa kusoma mashambulizi, kuokoa mipira migumu na kuongoza mabeki kwa sauti na vitendo. Kwa klabu yoyote inayotafuta uimara golini, ni hazina isiyopaswa kupuuzwa. Young Africans ikiwa na rekodi ya kuchukua wachezaji waliowahi kung'ara kwa wapinzani wao, wanaweza kuona fursa ya kiushindani na kiufundi katika kumchukua Musa Pinpin Kamara endapo Simba wataamua kumwacha. Kiwango cha Djigui Diarra ndani ya Young Africans kimekuwa cha kuvutia, lakini soka ni mchezo wa mabadiliko, majeruhi, mikataba na mabadiliko ya kiufundi hauwezi kuathiri nafasi ikaathiri nafasi ya mchezaji. Ikiwa Djigui Diarra ataondoka au kiwango chake kitashuka, Young Africans itahitaji mbadala wa daraja la juu, na Musa Pinpin Kamara anaweza kuwa jibu sahihi. Hali hii inawataka viongozi wa Simba kuwa makini na suala la Musa Pinpin Kamara, wakitambua kuwa kumwacha bila mpango madhubuti kunaweza kugeuka kuwa pigo la kiushindani kama ilivyotokea kwa baadhi ya wachezaji wengine. Mfano sasa hivi beki wa kushoto Mohamed Hussein Zimbwe ambaye pia anawafanya Simba pia kupata tabu kuziba pengo lake. Mashabiki wa Simba wanamtazama Kamara kama mchezaji aliyetoa mchango mkubwa, na wengi wangependa kuona akipewa muda na wa kupona na kurejea uwanjani. Lakini soka la kisasa linahitaji maamuzi ya haraka na ya kiuchumi, jambo linalowafanya viongozi wa klabu kuwa katika mtihani wa kuchagua kati ya maslahi ya muda mfupi au uwekezaji wa muda mrefu. Iwapo Kamara ataishia Jangwani, itakuwa ni simulizi nyingine ya mchezaji aliyeng'ara Msimbazi kisha akatua kwa wapinzani na kuendelea kung'ara. Ni hali inayoweza kuchochea hisia kali, ushindani wa kisaikolojia na kuibua maswali kuhusu mikataba ya Simba katika kulinda vipaji vya wachezaji wake. Tusikilizane hapo kwenye kulinda maslahi na vipaji.
Tumeona klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa siku za hivi karibuni kuna baadhi ya wachezaji wamekuwa wakiondoka, lakini pia si kuondoka tu, Young Africans pia nao wanasema kwamba bado kuna mchezaji ambaye wanamhitaji kutoka katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hawajasema ni mchezaji gani, lakini watu wanakisia. Kuna wale ambao walikuwa wanamsema Elim Panzu Kibisawala, kuna wale ambao walikuwa wanamsema Suleiman Mwalimu, lakini kuna wale ambao walikuwa wanamtaja Morris Abraham, ingawa mpaka hivi sasa hakuna jibu sahihi ni mchezaji gani ambaye Young Africans wanamchukua kutoka katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ipo changamoto kwa viongozi wa Simba, hasa katika kusaini mikataba ya hawa wachezaji. Wanasaini mikataba ya aina gani? Lakini pia wanaoshawishi gani kwenye kwenye negotiation ama mchakato wa mabadiliko ya kimkataba wapo vipi? Kwa sababu tumeona kuondoka kwa Clatous Chota Chama wametumia nguvu kubwa sana kumrudisha, kwa wakati ule walikuwa na uwezo wa kupitia mikataba yao na kuangalia wanawezaje kumbakisha katika timu yao. Lakini pia si hivyo tu, Mohamed Hussein Zimbwe naye ameondoka katika hali ya sintofahamu. Leo hii amekuwa nuru katika klabu ya Young Africans. Simba wamesajili Nabi Kamara ambaye si mzuri kwenye eneo la kushoto. Mwalimu amekuja mpya, amemrudisha kwenye eneo la kiungo. Kumekuwa na pengo upande wa kushoto. Anthony Mligo ni mchezaji mzuri, lakini mchezaji ambaye anahitaji muda zaidi kuzoea, lakini pia amekuwa na makosa ambayo alihitaji walao apate msimu mmoja kujifunza, kwa maana kuwa nje na kumruhusu labda Mohamed Hussein acheze ili yeye aje kuchukua nafasi taratibu kama ilivyokuwa kwa Isla na Shomari Kapombe. Lakini tumeona Simba wameweza kumwacha Mohamed Hussein Zimbwe na safari wamemleta Nixon Kibabage ambaye pia wengi wanasema kwamba hana tofauti kubwa na Anthony Mligo. Lakini haya yote yanatokana na the way jinsi ambavyo Simba wanasaini mikataba na wachezaji wao. Ikitokea hili la Musa Pinpin Kamara, kwa maana Simba labda akavutiwa na kiwango cha golikipa mpya wa hivi sasa ambaye pia hatujaambiwa amesaini mkataba wa muda gani, na sheria za ligi yetu hairuhusiwi kuwa na wachezaji wawili wa kigeni kwenye eneo la goalkeeper, kwa maana Simba lazima achague moja. Kama Musa Pinpin Kamara akipona, basi arudi Kamara, wavunje mkataba na Kasali, ama kama Kasali ataonyesha kiwango kilichokuwa bora, basi wanatakiwa waachane na Musa Pinpin Kamara. Lakini wakati huo Young Africans wapo tayari kupokea ofa kwa ajili ya kumwacha Djigui Diarra, na wao target yao ya kwanza wanamlenga Musa Pinpin Kamara. Kati ya Simba na Yanga, lolote likitokea hapa, nani atakuwa amechanga vizuri karata zake? Wewe unao nafasi ya kuchangia maoni yako kwa kudondosha comment hapo chini, lakini pia unao nafasi ya kutangaza biashara yako na Off Pitch TV. Tucheki kwa namba ya simu ya 0711659593 ili mambo yawe mukide. Lakini pia asante kwa Double J Cleaners, mabingwa wa kufanya usafi kwenye maeneo mbalimbali, iwe majumbani, mashuleni, viwandani na maeneo makubwa. Lakini pia ipo huduma ya kuuza viwanja. Wacheki kwa namba ya simu ambayo inapita hapo chini. Lakini pia asante tena kwa Bati Quality, mabingwa wa kutengeneza na kuzalisha bati za aina zote. Zipo bati za mgongo mpana, zipo bati za mgongo mwembamba, zipo bati za mfano wa vigae na zile za material ya chenga. Faida ya kuagiza mabati na Bati Quality, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa. Sasa wewe tu ni kuchagua kuagiza mabati na Bati Quality. Namba yao ya simu ipo hapo chini. Wacheki ili kila kitu kiende sawa bin sawia. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.